na hii imeanza kuonekana kwenye utalii. Pato limeongezeka ndani ya miaka mitatu minne, tumetoka bilioni 1 mpaka bilioni 4, tunaelekea bilioni 5. Sasa hii ikifanyika kwenye madini, ikafanyika kwenye kilimo, ikafanyika kwenye uvuvi, umaskini wa nchi yetu utaondoka. Sio mwenyekiti, kabla sijaenda mbele, kuna mambo matatu muhimu sana sasa kuyasahau. La kwanza, kama alivyozungumza Mheshimiwa Nassari, kule kwangu Buchosa iko shida ya tozo ya kuingia kwenye hifadhi. Nimeshazungumza sana na mkurugenzi wa TFS, rafiki yangu sana, mtu mzuri, mtu mwema, mkarimu, Dos Santos. Akaniambia ni kwa mujibu wa sheria. Sisi wabunge tumetunga sheria, basi hiyo sheria iletwe bungeni tuirekebishe. Nikamfuata waziri, nimeongea naye sana Mheshimiwa Waziri. Dada shemeji yangu, mtu mkarimu, mtu rahimu, lakini tukupata majibu ya kuridhisha. Inakuwaje pale Buchosa, Mheshimiwa Mwenyekiti? Buchosa kuna hifadhi kule Kome, inaitwa hifadhi ya Kome. Upande wa pili wa hifadhi wananchi wamepewa eneo wanafanya shughuli za uvuvi, ni ziwani. Lakini wananchi wanaishi eneo kabla hujafika kwenye hifadhi. Kwa hiyo inawalazimu kila siku kulipa 3,000 kwenda kufanya shughuli za uvuvi kule upande wa pili. Ili uende kuvua lazima upite kwenye msitu, kwenye hifadhi, unalipa 3,000. Wananchi wanalalamika. Jana nimepigiwa simu kutoka kisiwa cha Maisome, wananchi wanapigwa. Nimeshamweleza rafiki yangu Dos Santos. Anasema kwamba mbona kule chini hamna matatizo? Namwambia watu wako wanakudanganya. Nenda mwenyewe ukashuhudie, kuna mateso na wananchi wanavyonisikia hivi sasa wanalalamika. Tukamwambia basi itozo muipunguze, 3,000 kila siku hawezi kumudu watu wangu. Sijapata majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba swala hilo lizingatiwe. Jambo la pili kwa Buchosa ni mamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu wangu bado wanaliwa na mamba. Nishazungumza hapa ndani, nishasema sana, nimepoteza watu 32 ndani ya miaka 5. Wameliwa na mamba, Mheshimiwa Mwenyekiti. Siwezi kukubali watu wangu waendelee kuliwa na mamba nikiwa hapa bungeni. Naishukuru sana wizara imetujengea vizimba, lakini vizimba utajenga kila mahali. Ndio fedha ya kujenga kizimba Kanyara, kizimba Ruhama, kizimba Kaunda, haitawezekana. Mimi nimewaeleza. Kitu pekee cha kufanya hapa sio vizimba peke yake. Mamba wamezidi. Idadi ya mamba imekuwa kubwa. Sensa ya mamba mmefanya 1985. Nendeni mkawavune mamba wapungue. Watu wanaliwa. Ukiwaeleza wanasema mamba wanalindwa na sheria ya kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, haki ya kuishi ni haki ya binadamu, ni haki ya kwanza. Nani aishi? Mamba au aishi binadamu? Aishi binadamu kwanza. Kwa hiyo ninachokiomba mimi ifanyike sensa afu mamba hawa wavunwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la 3. Barabara ya lami inajengwa. Kakaangu Tabasamu yuko hapa. Tumepambana, tunajenga barabara ya lami kutoka Sengerema mpaka Nyeunge baadaye Kahunda. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pale Kahunda tufunguliwe geti kwa ajili ya kwenda kwenye hifadhi ya Rubondo. Ili watalii watoke Mwanza waende mpaka Kahunda, wapite kwenye geti la Kahunda kwenda Rubondo kilomita 50. Ni karibu zaidi. Hiyo itasaidia nchi yetu kupata watalii, lakini itasaidia halmashauri yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, biashara ya utalii ni kama biashara nyingine yoyote. Ni mapambano. Tunapambana na Kenya, tunapambana na South Africa, tunapambana na nyingine nyingi sana. Naomba TTB iwe empowered. Ipewe nguvu, ipewe fedha. Na sio fedha peke yake, muape fedha na baadaye muape independence, freedom, ili waweze kufanya kazi kwa akili zao. Tuondoe political intervention. Tunawatafuta watu wazuri kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitakwambia ukweli. Namwamini Tala Mafuru. Namwamini Mafuru tangu akiwa TBL, ameenda sukari, amechukulia kwenda South Africa mambo ya marketing. Amefanya kazi nzuri mno. Lakini kafika TTB pale namuona amezubaa tu. Mafuru vipi? Basi kuelewi. Ananiambia kaka, tunaendelea hivyo hivyo mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, wapeni fedha, wafanye kazi, wana uwezo na msiwaingilie. Na zaidi ya hayo, wainvest sana kwenye digital marketing. Marketing ya leo sio kubandika mabango. Watu wako kwenye mtandao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nasoma hapa sasa hivi. Nimesema where to visit in Africa. Hapa tu nimekaa. Nikakuta Serengeti haijatajwa kama destination ya kwanza. Na ujanja unafanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, dakika moja tu. Marketing ya kwenye mtandao sio tu kwamba inahitaji kupost. Kuna algorithm.
Unapoposti ili uonekane wa kwanza pale juu kwenye Google, kuna vitu vinafanyika. GTB, nisikilizeni, tafuteni watu wenye influence duniani waposti mambo yenu. Tafuteni waandishi, websites, celebrities, influencers, ili hao watu wakikuposti leo, mtu akitaka kusafiri duniani, hata mwenyekiti wewe ukitaka kusafiri unaandikaje? Nataka kwenda Tanzania, mtembelee wapi? Majibu utakayoyapata kule ndio nako kwenda. Influence iko kwenye mtandao. Asante sana.